Karibu tena katika episode ya 3. Kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo mapema ili tuweze kwenda pamoja. Lakini kama bado hujatazama sehemu ya pili, basi gusa alama ya pop up inayotokeza juu kabisa upande wa juu wa kulia ili tuweze kwenda sawa. Tulivyokuwa tumeishia ni mara baada ya kushuhudia kwamba bidada Halang alikuwa katika mawazo makubwa sana, lakini mbaya zaidi ni alipofika nyumbani akaja kugundua kwamba baba yake wa kambo alikuwa amechukua pesa zake na alikuwa akiondoka. Akamtamkia maneno makali baba yake wa kambo kwa kumwambia kwamba hautavuka sekunde 10 utakuwa umeweza kupoteza maisha. Mzee wake akaanza kumtukana na kumwambia kwamba unanitisha kwa maneno ya kipumbavu mimi ni baba yako wa kambo na stahili kupata pesa zako, kwa hiyo hunitishi kwa lolote lile, pesa naondoka nazo na natamba nazo. Baba wa kambo alipoondoka tu bidada alilia sana kwa sababu ile ndio akiba pekee aliyokuwa amebakiwa nayo katika kibubu chake. Afu kwa bahati mbaya baba wa kambo anazichukua kiraini tu. Bidada Haran alilaumu sana mpaka sometimes akafikiria kwamba ni bora mama yake angebakia kuwa mjane kuliko kuolewa na baba mpumbavu kama huyu. Pande wa pili huko hospitalini, Mwamba Mogeng aliamka tu na kuanza kutafuta kitu fulani. Alipozidi kutafuta kakikuta katika maeneo fulani. Ilikuwa ni mpira fulani hivyo ni kuangaza sana na huu unaonekana una thamani kubwa katika maisha yake. Mwamba akatazama kushoto na kulia, akagundua kwamba katika maeneo haya ya hospitalini hakukuwa na mtu yeyote. Mwisho wa siku bana akafungua fridge. Sijui alikuwa anafanya kitu gani, lakini kama alikuwa anaupoza mwili wake. Bidada Haran alikuwa ametimba katika mitaa hiyo ya hospitalini na kuweza kumfumania Mwamba akiwa anaupoza mwili wake katika fridge, lakini jamaa hakujali sana. Mwisho wa siku akaendelea na shughuli zake, akajiandaa na kuanza kuondoka katika eneo hilo. Mwamba Mogeng akiwa anakimbia katika mitaa, bidada bado alikuwa amekula naye sani moja, kwa maana ya kwamba siku ya leo hamuachi kabisa. Akazidi kumfuatilia na jamaa alipoona gari mbele yake akawa ameingia ndani ya gari na kumsii dereva aweze kuwasha na kuondoka. Lakini dereva akawa anamshangaa Mwamba na kumwambia kwamba unatakiwa kulipia nauli ndio uniamrishe kuondoka. Bidada akawa ametimba na kuchelewa Mwamba. Mwisho wa siku bidada akawa amelipia nauli na kusema kwamba ninalipia nauli ya watu wote wawili. Haya dereva twende. Ile gari linataka tu kuondoka. Mwamba akawa anataka kushuka, lakini bahati mbaya au nzuri ni kwamba mlango ulikuwa umeshafungwa. Kwa hiyo akambatana na bidada. Haelewi ni kwa nini huyu bidada anamfuatilia sana. Kumbuka kwamba jamaa amepoteza kumbukumbu. Mbele kidogo kuna bibi mmoja kikongwe hivi alikuwa amesimamisha basi, akaingia ndani ya basi na akaanza kumsii Mwamba kumwambia kwamba unatakiwa unyenyuke unapoona watu wazima. Mwamba akamwambia kwamba ulipokuwa unapanda basi ukujua kwamba hii basi ilikuwa haina siti. Wewe mzee jiheshimu sana bana, usinitafute maneno tafadhali sana. Basi mwisho wa siku akaanza kutupiana maneno, mwana bibi akiuliza akisema kwamba vijana wa siku hizi imebadilika sana, naye akisema wazee wa siku hizi imebadilika sana pia. Huyu bibi alikasirika sana na kumtupia furushi la mahindi katika lile eneo la siti, na Mwamba alichukua ile furushi la mahindi akamtupia bibi. Bibi kwa bahati nzuri akawa amekwepa, likaenda kumbonda bidada Haran. Sasa bidada kutokana na kule kuhangaika pale kwenye nyua ule mzigo aliokuwa ametupiwa, kwa bahati nzuri Mwamba akatumia kama fursa akatoka nje ya basi na kwenda kujificha katika kibanda fulani hivi. Bidada anaendelea kuhangaika Mwamba yuko wapi. Sasa Mwamba, jambo la kuchekesha ni kwamba baada tu ya kushuka kwenye gari, ile haraka yote ilikuwa ni inampeleka katika eneo fulani hivi la geti la shule, na aliamini kwamba akifika katika geti hili atakwenda kutana na mtu anayemsubiri. Hasa kumbuka jamaa amevaa kile kigauni cha hospitalini bana. Moja kwa moja akaenda kuketi pale kando kidogo ya geti la shule. Sasa kila anayepita pale bana anaona mali zote ziko nje. Mwamba hana habari yoyote ile yani. Akiwa katika maeneo hayo ya shuleni bana, mwisho wa siku kuna gari moja ilipita ikiwa inamuonesha msichana mmoja mrembo kweli kweli. Kilichokuwa kimetokea wakubwa mtakuwa mmeelewa. Mwamba moja kwa moja bana akatimba katika duka la nguo, na hapa akaanza kujaribisha nguo tofauti na mwisho wa siku akaulizia bei yake shingapi. Huyu muuza duka akamwambia kuwa ni kama milioni 2 hivi. Mwamba akajisearch lakini hesabu ni kama zinasoma 20,000. Akawaza akasema kwanza hebu natoa 20,000 kanitafutieni mifuko ya kuwekea nguo. Hapa ndani simu na mifumo ya kulipia kwa njia za kibenki, si ndio? Akasema ndio, njia hiyo ipo. Basi nendeni kanichukulieni huo mfuko wa kuwekea nguo alafu mimi nakuja kulipia sio muda mrefu. Hapana kaka, swala la mifuko wala lisikupe kipengele. Wewe ukishalipia tutakabidhi nguo pamoja na mifuko ambayo tena tumepiga kwa lebo yetu. Wala usihofie. Mwamba akasema kwamba okay sawa, ngoja niingie basi huko chumbani ili nivae nguo nyingine. Ile Mwamba alipofanikiwa tu kuingia kule ndani bana, akatafuta dirisha akawa amecholopoka. Kwa ufupi ni kwamba akawa ametoroka na nguo za thamani ya milioni 2 akiwa amelipia shilingi 20,000 tu. Hasa Mwamba tabia yake imebadilika sana, yaani ana mambo fulani ya ajabu kweli kweli. Siku ya leo bana ameibukia katika mabafu ya kike. Wadada wanashangaa tu jamaa ameingia huko kufanya nini bana, wakaanza kupiga makelele. Afu jamaa hajali kabisa yani. Sasa jambo la kusikitisha ni kwamba Mwamba alikuwa amefariki kweli, lakini baada tu ya kufa malaika mtoa roho aliuchukua mwili wake. Huyu malaika mtoa roho anafahamika kwa jina la Black. Kazi yake kubwa ni kuunganisha watu na vifo vyao. Sasa hapa tumerudishwa nyuma kidogo ili kuoneshwa ni kwa namna gani Mwamba aliweza kuchukua mwili wa jamaa aliyekuwa amepoteza maisha siku za hivi karibuni, nikimaanisha Afande Mu. Mwanzoni kabisa malaika Black huyu alikuwa na uwezo wa kutembea katika kuta, katika milango pasipo hata kuifungua, na akaingia ndani pasipo hata kuwa na mwili wa binadamu. Ila siku moja malaika mwenzake ambaye ni msaidizi alikuwa amemletea taarifa fulani. Kawa anamwambia malaika Black kwamba yule nafsi ya mtu ambaye alikuwa amekufa siku za hivi karibuni ambaye anafahamika kama Sudong. Wote tunamkumbuka kwamba Sudong ndio yule Mwamba aliyekuwa amejirusha katika daraja na akaangukia kwenye kina kirefu cha maji. Hasa Mwamba alipokuwa amekufa tu, nafsi yake mbadala wa kwenda kuchukuliwa na huyu malaika ambaye anafahamika kama Black, yeye alifanikiwa kuingia ndani ya nafsi ya mtu mwingine. Na wakaambiwa kwamba kosa kubwa sana ambalo watakuwa wamelifanya ni kuhakikisha kwamba wameweza kuipoteza nafsi ya mtu na ikaendelea kuzurura duniani ikiwa imevaa mwili wa mtu mwingine. Kosa hilo ni kubwa sana kwa malaika mtoa roho. Na pindi tu kiongozi wao atakapobaini jambo hilo, basi atawageuza kuwa mbwa katika milango ya kuingilia kuzimu, kitu ambacho malaika mtoa roho hakipendi. Hakuna
hakuna malaika anayependa nafasi hiyo ya kuwa mbwa katika mageti ya kuzimu. Hasa huyu Mr. Black ambaye ni malaika, ili aweze kumpata Sudong aliye ndani ya mwili wa binadamu, ililazimika na yeye pia aweze kuingia ndani ya mwili ambaye mtu ameweza kufa, ili na yeye aweze kumpata huyo mtu. Kwa hiyo ule wakati ambao mwamba afande Mugeng alikuwa anapigwa risasi, ndio wakati ambao malaika mtoa roho anayefahamika kama Black alikuwa ameuvamia mwili wake. Kwa jamaa alikufa pale pale baada ya kupigwa risasi. Hasa zile harakati zote ambazo tulikuwa tunamuona mwamba alikuwa akihangaika sana katika mitaa, alikuwa anawatafuta hawa malaika wenzake, na alipoweza kuwapata tu malaika wenzake walikuwa wamekasirika kwa sababu walikuwa hawana uwezo wa kumshika jamaa. Jamaa akamwambia marafiki zake kwamba wasikasirike kwa sababu ameshaupata mwili na kazi iliyobakia ni moja tu, kuhakikisha kwamba anampata Sudong na kumpeleka kuzimu. Hasa na kwa bahati nzuri bidada Harang alikuwa anapita mitaa hiyo hiyo akiwa amekodi taxi. Akaweza kumshuhudia mwamba kwa mbali sana, lakini mbaya zaidi ni kwamba aliweza kumuona yuko jirani na malaika watoa roho. Kajua kabisa mwamba Mugeng atakwenda kupoteza maisha kwa sababu hawa malaika wanapoonekana tu ujue unaelekea kufa. Haraka sana akawa anamuita Mugeng kwa sauti kubwa. Sasa mwamba alipoweza kushtuka akawa ameangusha ule mpira ambao anautumia kuchukulia nafsi za watu. Moja kwa moja akawa anaufuata ule mpira, na bahati mbaya ule mpira upo katikati ya barabara. Bidada anajali sana juu ya mwamba, akawa anapiga kelele huko akimuita lengo aweze kumsaidia jamaa asije kagongwa na gari. Sasa wakati huo mwamba Mugeng alikuwa akitazama kile kimpira chake, lakini kwa bahati mbaya hichi kimpira kikawa kinaonyesha sura ya bidada Harang. Kitazama hii sura ni kama anaikumbuka, akakumbuka kwamba kuna kipindi fulani hivyo alikuwa na mission ya kwenda kumchukua jamaa mmoja ambaye alikuwa anakaribia kufa. Muda wa jamaa kufa ulikuwa umekaribia na bidada akawa anawachelewesha sana kutekeleza jukumu lao. Sasa wakaanza kushangaa ni kwa nini aka bidada ni kama kanavutisha muda hivi. Lakini ex-boyfriend akamtukana sana bidada. Mwisho wa siku bidada akawa amemwachilia. Ndio mwamba akaenda kugongwaga na gari kama mnakumbuka mwanzoni kabisa. Na kwa kitendo kile bana ikawa imewakela sana hawa malaika. Na siku ya leo kimdoli hiki kuweza kufunguka, maana yake inaashiria kwamba bidada ndo anatakiwa kuingia kwenye kufa. Lakini mwamba akakifunikia kwanza hiki kimdoli. Anataka kumjua huyu bidada ni nani. Bidada akafanikiwa kweli kumkomboa mwamba na kumtoa katika lile eneo la barabara, akizani kwamba yeye ndo ameweza kumsaidia jamaa. Kumbe jamaa ndo aliweza kumsaidia yeye kwa sababu bidada itakiwa afe pale pale. Lakini sababu nyingine iliyosababisha malaika mtoa roho kuto kumchukua bidada, alikuwa anahofia kwamba pindi atakapokuwa anaipeleka nafsi ya bidada huenda ataulizwa mbona kuna nafsi nyingine inazurura duniani na haijaletwa. Sasa akaona ni vyema akamilishe mpango wake wa kwanza kuirudisha nafsi ya mwamba Sudong, kisha hao wengine watafuatia. Pema na alfajiri mwamba alitimba katika mitaa. Hii operation ni kuhakikisha kwamba wote watu waliokufa ambao wamejificha katika miili ya watu wanatakiwa kurudishwa haraka sana. Na siku ya leo aliweza kumuona dogo mmoja akiwa anaingia shuleni. Mkumbuzi unaonyesha kwamba dogo alikufa miaka kama 2 iliyoweza kupita, lakini ajabu ni kwamba anaonekanika katika maeneo ya shuleni na anasoma kawaida tu. Ikabidi kwanza kuuliza wanafunzi, hivi huyu mwanafunzi mnamuelewa na nini kilitokea katika maisha yake? Wanafunzi wote wanasema kwamba tuliweza kupataga taarifa kwamba jamaa alikufa, lakini ajabu ni kwamba siku 2 mbele tukaja kugundua kwamba jamaa yuko hai, kitu ambacho kilibaki kinatushangaza na tushazoea sasa hivi yuko hai. Okay, malaika Black akaanza kushtukia kwamba huenda Sudong aliingia katika mwili huu. Mission ni kuhakikisha kwamba huyu dogo lazima anaelekea kuzimu na anataka kugundua ni nani ambaye yuko ndani yake. Sasa kumbuka kwamba babake wa kambo na bidada Harang alikuwa amemwibia pesa zake. Kwa hiyo bidada maisha alikuwa magumu kweli kweli, akatafuta kazi kidogo na akapewa kazi ya kuuza insurance ama bima katika maeneo fulani hivi. Hasa katika harakati zake za kuuza bima akashtukia kwamba kuna dogo mmoja ambaye ni mwanafunzi, ni kama ndani yake alikuwa na nafsi ambayo ni kama ilikuwa inataka kutaka dogo aweze kufa. Bidi kwanza kumfuatilia huyu dogo mpaka katika mitaa ya madarasa. Kumbe na mwamba pia alikuwa anamfuatilia dogo huyu. Kumbuka kwamba wote wako kwenye target moja. Mwamba Mu alipoweza kumuona tu bidada akaanza kumuuliza kwamba hivi unafanya nini katika eneo hilo hapo. Bidada akasema kwamba wewe unajua kila kitu, kwamba mimi naweza nikaona mizimu. Niko naangalia mzimu ambao uko kwa dogo mmoja anayefahamika kama Jangwoo. Hasa huyu Mugeng ni kwamba yeye ni mgeni kabisa kumsikia bidada kwamba eti ana uwezo wa kuona mizimu, na akaanza kuuliza wewe umeonaje mizimu na huo mzimu uko katika mwili wa nani? Hasa bidada hajui kabisa kwamba hapa anayezungumza naye ni malaika mtoa roho anayefahamika kama Mr. Black. Akamuonesha pale na kumwambia kwamba yule jamaa katika dirisha ndiye ambaye ndani yake ana mzimu. Si Mwamba Mugeng akasema kwamba nashukuru kwa kuweza kunionyesha, nitakwenda kulifanyia kazi jambo hili ili tuweze kumsaidia asiweze kufa. Okay sawa. Bidada alipogeuza tu mgongo, Mwamba moja kwa moja akamtia kabali bwana mdogo na kumpeleka Chobingo, huku akamwambia kwamba nataka utoke haraka katika mwili huo, haraka sana bwana Sudong, ondoka katika mwili huo. Nafsi iliyokuwa ndani ya mwili wa bwana mdogo ikawa imetoka, lakini hakuwa kabisa Mwamba Sudong. Nafsi ile ikawa imeomba msamaha sana na kumwomba Mr. Black kwa kusema kwamba naomba uniache katika dunia kwa muda mdogo. Nilikufa nikiwa naipenda sana elimu, nilikufa nikiwa nakipenda kitabu, lakini kwa bahati mbaya dunia haikuwa njema upande wangu, nikawa nimepoteza maisha. Naomba unipe nafasi ya kuweza kumalizia masomo yangu. Lakini hata nafsi hii kabla ya kukubaliwa yenyewe ikawa imerudi katika mwili ule. Jamaa akawa ameikunja kidogo na kuanza kuiambia, nani aliyekupa nafasi ya kuweza kurudi mpaka unaingia tu bila ruksa? Hatukujua nini ambacho kilikuwa kimejili, lakini upande wa pili tunaonyeshwa bidada ambaye anafahamika kama Harang alikuwa kilandaranda katika mitaa usiku wa leo. Sasa issue iko hivi, ni kwamba bidada leo amepata dili moja kubwa sana la kwenda kumuuzia mtajiri mmoja hivi bima. Sasa moja kwa moja wakati anaelekea huko akawa amepitia katika kijimgawa fulani, lakini kwa bahati mbaya wakati ananunua vyakula akagundua kwamba
kuna mtoto mdogo sana katika mitaa hii na anakula kila kilichopo mbele yake. Ikabidi bidada kuweza kumuuliza, "We, wazazi wako wako wapi? Mbona unakula tu bila mpangilio?" Lakini dogo akawa anajibu ovyo ovyo yani. Muuza duka aliposikia kwamba kuna dogo anakula vitu bila mpangilio, haraka sana akaja na kumtimua. Lakini bidada akawa amemchukua huyu bwana mdogo na kuanza kutoka naye katika mitaa hii. Wabongo tu wanaojuaga kwamba polisi ni mahali ambapo si pazuri, lakini kwa nchi za wenzetu polisi ni sehemu salama sana. Hata hapa nchini Tanzania ni sehemu salama, ila uelewa tu ndo kidogo unakuwa na changamoto. Basi bidada moja kwa moja bana akamchukua dogo na kumpeleka kituo cha polisi, lakini akagundua kwamba dogo alikuwa hajavalia soksi, akawa amemvisha soksi. Afande akasema kwamba muache dogo hapo, wazazi wake watakuja sio muda mrefu. Lakini dogo akawa analia na kusema kwamba nataka niende uani, lakini kabla hata hajafika uani akawa amejikojolea. Bidada akawa amechukua nguo yake na kuikausha kidogo. Lakini baada tu ya kumvisha bwana mdogo nguo yake, alipomgusa tu akagundua kwamba kulikuwa kuna kivuli cheusi, yani malaika mtoa roho alikuwepo kando yake. Alipotazama tu akagundua kwamba wazazi wa huyu mtoto watakuja, lakini watakapokuja watamchukua mtoto huyu, watamweka kwenye briefcase na kisha watamzika akiwa hai. Kwa hiyo malaika mtoa roho, kwa sababu anajua nini kitakachokwenda kutokea, ndio maana yuko jirani hapa na ndio maana anataka kutekeleza jukumu la kuweza kumuondoa dogo duniani. Aisee, huruma wanao binadamu tu. Utaka kujua nini ambacho kitakwenda kuendelea, ni kusitu kwamba kinapatikanika katika episode ya 4. Kubwa zaidi ni kuhakikisha tu kwamba unagusa alama ya kusubscribe, lakini kumbuka kwamba kila tunapofikisha like 100 tunatoa episode ya mbele yake. Nikwambia kwamba kila wakati na kila dakika natimiza ahadi yangu.